Moja ya changamoto zinazotusumbua zaidi katika mkoa wetu, usafirishaji wa watoto na wasichana kutoka maeneo ya vijijini kwenda mijini kwa ahadi za ajira, elimu au maisha bora, lakini baadaye kuishia katika mazingira ya unyonyaji kutokana na umaskini na ukosefu wa fursa, kushawishiwa na madalali au mawakala kwa ahadi za uongo. Pia tunashuhudia aina nyingine za ajira za watoto na unyonyaji, ikiwemo watoto kufanya kazi mashambani, shughuli za ufugaji, uchimbaji wa madini, biashara zisizo rasmi na uuzaji wa bidhaa mitaani. Hali hizi huwanyima watoto haki zao za msingi ikiwemo elimu. Wahalifu wa sasa wamebadilisha mbinu zao. Hawategemei tena madalali wa kawaida pekee. Sasa wanatumia teknolojia, mitandao ya kijamii, matangazo ya ajira ya uongo na mifumo isiyo rasmi. Ni muhimu pia kutambua mchango mkubwa wa wafanyakazi wa majumbani katika jamii yetu. Wengi husafiri ndani na nje ya nchi kutafuta ajira, na bila taarifa sahihi wanaweza kuingia katika mazingira ya hatari. Kupitia mradi huu wa Empowered 2 unaotekelezwa na CVM kwa kushirikiana na CHODAU na Wote Sawa, wafanyakazi wa nyumbani wanawezeshwa kupitia elimu kuhusu haki zao, mafunzo ya ujuzi kupitia VETA, ajira zenye staa na uhamiaji salama ili kupunguza uwezekano wa kudhulumiwa. Mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu hayawezi kufanikiwa kwa juhudi za Jeshi la Polisi pekee. Yanahitaji ushirikiano wa karibu kati ya Jeshi la Polisi, Idara ya Uhamiaji, Ofisi ya Mashtaka, Mahakama, maafisa kazi na ustawi wa jamii, serikali za mitaa, asasi za kiraia, taasisi za dini na jamii kwa ujumla. Tamani zaidi hata vijana, kwa sababu serikali pia imeunda wizara ya vijana. Pia ili jambo lingefanyiwa mikoa yote, wilaya zote, basi hii elimu ikampata kila, kwa sababu elimu inayotolewa hapa ni elimu muhimu sana. Tunashukuru kushirikishwa sisi viongozi wa dini, kwa sababu sisi tunakuwa na waumini wengi, na waumini wetu ni pamoja na kina mama, vijana, watu wazima, watoto. Kwa hivyo itanufaisha kwa sababu wamechukua ngazi zile ambazo zinakusanya watu wengi. Naitwa Sofia Kiwanga, ni afisa ustawi wa jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara. Tunashukuru kwa semina hii ambayo tumepata kuona mambo mbalimbali kuhusiana na usafirishaji haramu. Lakini pia tumeweza kuona njia ziko nyingi. Unaweza tu kuona kwa neno fupi usafirishaji haramu ukaona ni kawaida, lakini tumeona kuna matukio mengi ambayo unaweza ukakumbana nayo, yote yanahusika na usafirishaji haramu. Tunatoa wito kwa wananchi, lakini pia kwa viongozi mbalimbali kuendelea kutoa taarifa, lakini pia kusimamia masuala haya yasiweze kujitokea kwenye maeneo yetu. Kwa mkoa wa Mara tumejipanga vizuri, ofisi za ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii na wengine pia kwenda kutolea taarifa matukio yatakapotokea, lakini pia kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na usafirishaji haramu ambao unatokea kwenye maeneo mbalimbali. Kwa majina naitwa Machunde Mauma, ni katibu wa chama cha wafanyakazi CHODAU. CHODAU ni chama cha wafanyakazi wa majumbani, hoteli na huduma za jamii. Sisi kama CHODAU katika mradi huu tunatekeleza jukumu moja la kuhakikisha kwamba haki na maslahi ya wafanyakazi wa majumbani inatekelezwa. Lakini kupitia semina hii sisi kama chama cha wafanyakazi CHODAU, kupitia wanachama wetu ambao ni wafanyakazi wa majumbani, ndio sekta ambayo inakwenda kuwasilika moja kwa moja. Kwa sisi kama CHODAU kushikana na sekta nyingine na idara nyingine, jukumu letu kubwa ni kutoa taarifa juu ya semina hii, juu ya uhamiaji haramu na kuhimiza uhamaji salama, kwamba mfanyakazi anapotaka kuhama sehemu moja lazima afuate utaratibu ambao umewekwa. Hii ambayo tumeweza kuyakusanyisha siku ya leo, wapo watu wa uhamiaji, hawa ni wadau wetu wakubwa ambao moja kwa moja wanakwenda kudili na swala la uhamiaji nje ya nchi, kwamba kabla hawajaidhinisha vibali vya kusafiria nje, passport, lazima uhakikishe kwamba utaratibu wote wa ndani wa uhamiaji salama umezingatiwa.
lakini tuna watu wengine ambao tunawashirikisha katika semina hii, ni watu wa mahakama kwa ajili ya kuangalia namna gani hizo kesi zikitokea za uhamiaji ambao usio salama, kwamba wanaweza wakadili nazo kwa namna gani. Lakini jambo lingine, sekta nyingine ambayo tunaanza kuwashirikisha ni watu wa maendeleo ya jamii, kwamba waendelee jukumu kubwa ambalo wao wanatakiwa kufanya ni kuendelea kutoa elimu katika jamii huko juu ya uhamaji salama na kuzuia uhamaji usiokuwa wa halali.